Jui jambo fulani linapatikana wapi linakushinda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati huo ujuzi ama maarifa ama ufahamu unakuja kwako, inakuwa rahisi kupata kile ambacho unahitaji. Amen. Na tuko navyo vyote, tunatembea navyo, lakini kwa sababu hatujajua viko wapi, vinatumiwaje na ni wakati gani tunaweza kuvitumia, ndio maana mara nyingine tunajipata katika hali taabani ya mateso. Amen. Lakini Bwana Yesu si Mungu wa magonjwa, si Mungu wa maskini, si Mungu wa mahangaiko. Na aliyefanya yote, anasema katika neno lake kwamba hakuna kilichofanyika pasipo neno. Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno liko kinywani mwangu, alikupa nguvu, uwezo na mamlaka wa kulitumia ili kwamba likaweze kutenda kazi. Alipotamka Mungu wetu, neno likabadilika likawa vitu vinavyoonekana. Amen. Sisi pia tukitumia mamlaka hayo, tutaanza kubadilisha hali ambazo zinaonekana ngumu kuwa nyepesi na rahisi. Amen. Jumbe wetu wa mchana wa leo unakaribiana kufanana, maana ndivyo nilivyofundishwa kwamba jumbe zifanane. Bwana Yesu asifiwe. Naambia hapa mara nyingine kwamba jumbe zifanane na hali ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Aidha zifanane na mazingira ulio, zifanane na mahitaji ya watu, zifanane na ule ujumbe ambao ulikuwa unaendelea katika ama muktadha wa mambo yanayoendelea. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi simama mahali ambapo watu wamenyongwa wengi alafu unaanza kusema kwamba hapo uanze kuambia watu wajifundishe kuhusu kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Wanaimbaje wimbo wa furaha katikati ya huzuni? Daudi akauliza hilo swali. Amen. Maana huzuni ni kitanda, watu wanahitaji nyimbo za kufariji mioyo. Ndio maana utasikia waimbaji wanaimba kwamba hii ndio unajua sababu kwa nini niyapitie haya. Maana amepitia kipindi kigumu, lakini anakumbuka Mungu kwamba anajua hata yale anayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Hata sema kwamba uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana, lakini anajua tu kwamba anamwambia Mungu, wewe unajua sababu. Hata nikipitia shida hizi, wewe unajua sababu. Bado anamsifu Mungu, bado anamwabudu Mungu mtu huyu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ujumbe kidogo unaendana na hali zile ambazo ziko. Bwana Yesu asifiwe. Tena leo nataka tuangalie habari zingine ambazo zinaongelea kuhusu falme, ama naweza kuandika kuviangusha viti vya enzi vya utawala vya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kuangusha viti vya utawala wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wazungu wanasema destroying the thrones and principalities of the devil. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumwangalie mtu mmoja ambaye alipewa kazi hiyo. Yeremia 1:10. Hapo ndipo tutakuwa tunatengeneza misingi yetu ya neno la leo. Yeremia mlango wa 1:10. Msomaji atupeleke kwa uzuri hapo. Yeremia mlango wa 1:10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Yeremia mlango wa 1:10. Ndio. Angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya wafalme ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza. Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya wafalme ili kung'oa na kuharibu na kuangamiza. Nini? Ili kujenga na kupanda. Ili kujenga na kupanda. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Amen. Nikasema, Bwana Yesu asifiwe.
Nataka ule mstari wa kwanza. Yeremia anaongeleshwa na Mungu. Hapa ni wakati Yeremia amejitolea kutafuta uso wa Mungu, ama amekaa mahali anatafakari tu, mimi ni nani na niko hapa kwa ajili ya nini ama kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Yeremia alikuwa mwanadamu kama mimi na wewe, na yamkini huenda ikawa alikuwa anahudhuria ibada kama mimi na wewe. Huenda ikawa wakati huu akitokewa na Mungu, hata alikuwa katika kazi zake, pengine wakati wa mapumziko amekaa mahali anatafakari, lakini baada ya ulimwengu huu mimi ni nini? Lakini baada katika ulimwengu huu mimi ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Katika kutafakari kule, Mungu akamjibu ama akamjilia Yeremia ili ajibu maswali ambayo yalikuwa yanaendelea ndani kwa ndani ya moyo wa Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba anataka kujua, akaambiwa nimekuweka wewe ili ukang'oe. Bwana Yesu asifiwe. Akaelezewa ile kazi ambayo, maana alikuwa amezama akitafakari, basi mimi nikiwa hapa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Hebu muulize wewe jirani yako, unajua wewe ni nani? Na uko hapa kwa sababu gani? Bwana Yesu asifiwe. Amekujibu ama amekuuliza? Amekuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini angekujibu, angekwambia ile sababu ambayo imemtoa nyumbani kwake kuja hapa, alafu ungesikia majibu ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wafungue tu akili zao na mioyo yao na kila kitu wakiweke paruanja kulingana na vile ilivyokuwa. Mwingine atakwambia hapa, mimi nimekuja kutafuta demu. Bwana Yesu asifiwe. Si wanajua wa huku ni wazuri, yani wana maadili mema. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atakwambia kwamba nimekuja kuungana na ushirika, maana najua siku moja nitakufa, lakini sitaki kuzikwa holela. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wamekuja kuandaa mazishi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine atakwambia kwamba nikikaa nyumbani mawazo mengi, sasa nikija hapa angalau ile kuimba na wenzangu mawazo inanipungukia. Hayo ni majibu ungepata. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ni sababu ambazo watu wanazijua zilizowatoa kwa nyumbani kuja katika hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mwingine tu amekuja anasema, huwa ninasikia kwamba huko kanisani ukienda na shida inaonekana, nami nimeleta shida yangu ionekane. Nimekuja hapa natamani tu leo shida yangu ionekane. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ni yale ambayo yako katika akili na mipangilio ya mtu mwenyewe. Yamemtoa nyumbani yakamleta hekaluni. Lakini kuna sababu ambayo Mungu ameikusudia wewe kuja mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikusudia akakuchagulia katika maeneo yote ambayo yalikuwa yanaonekana mazuri, akakuweka Mararani. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali zote ambazo zinaonekana kwamba zimezunguka, bado akakuchagulia kukuweka hapo. Amen. Lakini kwa makusudi. Amen. Sasa Yeremia naye akajipata katika hali hiyo, anajua kwamba kama ni kazi nafanya, kujitafutia ninafanya, pengine familia niko nayo, lakini mimi ni nani mbele za Mungu? Ama kwa nini nilizaliwa hapa ulimwenguni? Niyapitie haya yote kwa sababu gani? Na jawabu likatokezea mchana ule ama jioni ile. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamtokea Yeremia anamwambia kwamba nimekuweka ili kwamba ukang'oe na kuharibu na kuvunja falme za giza, alafu ukajenge ufalme wangu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Alipolijua kusudi la Mungu maishani mwake, alianza kufikiria, akajiangalia, akaona pengine hafai, akaona pengine hatoshi, lakini kwa sababu Mungu alikuwa ameliweka wazi, akaendelea kumweleza kusudi hili litatimia jinsi gani maishani mwake. Amen. Sasa tujilete akili zetu
sisi ndio tumetumwa tubomoe na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza? Mama Juliet, kuna mtu amerushiwa majini matatu. Wekwa hapa ili kubomoa na kuharibu. Taenda kuifanya. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo ndio kazi ambayo Mungu amekutuma nayo, ama amekuchagua ukae huku eneo hili, kwa sababu anajua kwamba huku ni eneo ambalo lina imani tofauti mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwemo imani ya kwamba ninaweza nikafuga majini, kupitia hayo majini akaenda yakanichukulia mali za watu kuniletea. Sitaenda mimi mwenyewe nikaitwa mwizi, lakini nikituma vitu hivyo vitaniletea utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sasa Mungu amekutuma enda Mararani, huko ndio nimekuchagulia nikupatia kazi, lakini zaidi ya ile kazi ya kujitafutia tumboni, hii ndiyo kazi maalum ambayo nimekutuma nayo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kazi Yeremia akawa ametumwa. Hakuacha kula na kunywa. Alikula, aliendelea kufanya kazi zile za mwilini, lakini ile ya Mungu ilikuwa hiyo, na alikuwa hajaijua, sasa anaijua. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie watu wengine ambao walikuwa hawajui. Fungua Ufunuo. Kuna watu walikuwa wanakaa maeneo na hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia amewekwa katika eneo lake akiwa amepewa mamlaka, amepewa funguo ya kuweza kutengeneza ama kuharibu pale maeneo yale. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kama kuna lolote zuri ilikuwa kupitia kwa Yeremia litafanyika. Kama kuna mabaya kupitia kwa Yeremia yataharibika. Lakini sasa ameachiwa hiyo mamlaka yeye kwa ajili ya eneo lile lote. Amen. Tumefika hapo Ufunuo 2. Vita kwenye 21:3. Ufunuo 2:13. Sikize, 2:13. Tasoma Ufunuo 2:13. Uendelee mbele. Napajua ukaapo. Ninapajua ukaapo. Ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Ndipo penye kiti cha enzi cha Shetani. Nawe walishika sana jina langu. Nawe walishika sana jina langu. Wala hukuikana imani. Wala hukuikana imani. Hata katika siku za Antipa. Hata katika siku za Antipa. Shahidi wangu. Shahidi wangu. Mwaminifu wangu. Mwaminifu wangu. Aliyeuawa katikati yenu. Hapo akaapo Shetani. Hapo akaapo Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Mungu anaongea na kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Ambalo lilikuwa limejengwa katika maeneo hatari. Bwana Yesu asifiwe. Yaani katika ulimwengu wa roho ni giza tupu hilo eneo. Amen. Utawala wa lile eneo ambalo kanisa limeenda kujengwa huko mikononi mwa Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Kumejengwa kiti cha enzi cha Shetani. Ili uelewe, kiti cha enzi kina uwezo gani? Bwana Yesu asifiwe. Kuna kiti cha enzi hapa cha serikali ya Kenya. Hapa. Hakuna. Kiti cha enzi cha serikali ya Kenya kinapatikana Nairobi, si ndio? Lakini kiti cha enzi kinachopatikana Nairobi kina branches zake, ama kina utawala wake ambao umeshuka mpaka unatawala eneo hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili mtu aweze kufanya mambo yake hapa, lazima mwanzo apambane na huu utawala wa hapa, kisha apande juu kwa ngazi ya pili. Tungekuwa enzi zile nilizozaliwa nikasoma mimi bado ile dunia spizi inanitatiza kidogo. Sijui county sijui nini, lakini najua province. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi na kina mzee
Gaspar. Najua tuko huko kwa province. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utawala wa hapa eneo la Maralani. Bwana Yesu asifiwe. Ambao kuna mtu ambaye amepewa mamlaka, kila jambo litendekalo hapa lazima habari awe yuko nazo, na lazima pia atoe ruhusa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unataka kufungua biashara hapa, lazima kwamba eneo hili lijue kwamba kuna biashara fulani inaendelea, likubali hiyo biashara kuendelea. Wakikataa watasema kwa haturuhusu biashara kama hizo. Amen. Na ukitoka hapa kuna eneo lingine. Imekuja ile account sasa. Kuna eneo la county. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwa county. Ukitoka kwa county, sasa sijui yuko mbele unaenda wapi, lakini naenda tayari huko juu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tungetoka district, tulikuwa tunaita zone. Alafu tukitoka zone, tunatoka location, zone, district, province, alafu sasa unaenda kwa taifa zima. Bwana Yesu asifiwe. So ukitoka kwa county unaenda kwa utawala mwingine pale, ambao uko sasa umefika pale kwenye kiti cha enzi cha taifa letu la Kenya. Lakini hapo kuna watu waliogawanywa wanaitwa ministers. Bwana Yesu asifiwe. Wao pia kila mmoja ana dini na jambo la kwake. Amen. Kwa hivyo wakati unaanza kujitambua, mimi nimetoka upande gani na hili la kwangu ninaliendea, lakini ninaenda nimefika kiwango hiki, ninapita njia ipi? Bwana Yesu asifiwe. Je, kama ni biashara nitaenda kwa ofisi ya elimu? La. Bwana Yesu asifiwe. Ninatambua kwamba watu wa biashara wanaenda kwa ofisi za biashara. Kuna waziri anayeshughulikia mambo ya biashara. Kama ni swala la elimu, ninaenda kwa ofisi za elimu, maana huko ndiko wanakushughulikia. Bwana Yesu asifiwe. Kisha ikifika pale inapandishwa mpaka sasa ikukie mtu anaitwa rais, maana pengine huku wameshindwa kunijibu maswali yangu yote, mpaka sasa inabidi waniambie kwamba hatuja kujibu vizuri, hili lako limekushinda, tukushike mkono tukupeleke kwa rais mwenyewe ukamwambie. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivyo ndivyo ulivyo utawala. Sasa kanisa hili likawa limejengwa katikati ya kiti cha enzi, ama eneo ambalo lina kiti cha enzi cha shetani. Lakini watu hawa walikuwa hawajui. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuwa na habari. Kitu kimoja ambacho walizuilia imani. Ndio hapa Roho wa Mungu ambaye ananena na makanisa akawa anasema kwamba ninajua kwamba mmekaa katikati ya kiti cha enzi cha shetani, lakini pongezi kwenu. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza, hamjaikana imani. Bwana Yesu asifiwe. Hamkuwafuatilia watu hawa ambao wanaabudu miungu mingine ama wanapingana na nyinyi. Amen. Yaani mtu huyu anajua Mungu. Ndio yule mtu ambaye ninaangalia, yule aliyeponywa anaulizwa, huyu aliyekuponya wewe si mwenye dhambi sana? Anasema habari za mwenye dhambi na utakatifu mimi sitaki kujua. Ninachokijua ni kwamba nilikuwa kipofu, sasa ninaona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hawa nao wanakaa katikati, lakini wanajua tu kile tunachokijua ni kwamba kuna Mungu na Mungu wetu anaitwa hivi. Ututajie kwingine sisi hatujui, huko tunajua huyo. Amen. Na wakaendelea kudumu maeneo yale. Ninaangalia athari zilizokuwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Maana walikuwa hawana ufahamu. Asubuhi tumejifundisha kuhusu hiyo. Watu kama hawa wameandikwa, na Biblia inasema kwamba kwa sababu wameikiri imani, mwisho wao utakuwa kurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mapigo na mapito ya hapa duniani kupambana nayo itakuwa ni ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza, hawajui kwamba katika eneo lile wanapigana vita na nani. Amen. Ndio pale anakufa, anaambiwa kwamba Bwana alitoa, Bwana alichukua.
la Bwana limefanyaje? Linainuliwa. Amerogwa. Mnamzika akiwa mzima kwa sababu tu amekata pumzi kidogo. Hamjui kwamba kuna Mungu anayefufua. Mnasema kwamba Bwana ametoa, Bwana amefufua, amechukua. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Neno la Mungu linasemaje? Yeye aliye nje hana uwezo wa kuua. Bwana Yesu asifiwe. Anaweza kutesa mili, anaweza kuhangaisha, lakini hawezi kuua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunakufa kwa magonjwa ya kijana. Si ni kweli? Kule Tanzania kukatokezea mhubiri mmoja akaanza kufufua wafu waliokufa kwa njia hizo. Alafu kasikia hizo shuhuda za baadhi. Sema kwamba mimi wakati wanabeba huo mwili nilikuwa nimesimama naenda nao. Na waangalia wanaoingiza kwa gari, na waangalia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimebeba mwili unaoingiza kwa gari, alafu mwenye mmembeba na yeye anawaangalia. Ile mnambeba, mnampeleka mpaka mnampeleka kaburini, lakini hana usemi. Amen. Fahamu zake na kiwiliwili chake kimechukuliwa, amebaki body pale. Amen. Hajafa, lakini anaenda kuhifadhiwa mahali. Amen. Kwa sababu mwili hauna pumzi tena, tutamuita amekufa. Amen. Sasa neno la Mungu linamwambia Yeremia kwamba amewekwa kwa jukumu hili, kwamba kila eneo lina ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Na hili eneo ambalo alikuwa yuko, kulikuwa kuna ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kazi ya kuuondoa ama kuupiga vita ama kubomoa ule ufalme ilikuwa haijapata mtu, naye akazaliwa kwa kusudi hilo la kwamba ufalme wa eneo lile umepewa mikononi mwake, kwamba yeye ndiyo atakayepambana naye nao na aumalizi. Bwana Yesu asifiwe. Hivi tunaamini kwamba ni ukweli kila eneo lina ufalme wake, ama tunaona tu kwamba sisi ni wa Mungu na kila mahali ni kwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Nataka kujua rahisi. Siku moja tembelea kupata usingizi mochari ama kule makaburini, alafu baadaye uje kupatia ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Na wokovu wako ule wa shilingi 2 endo ukalale kule makaburini, kesho uje kupatia ushuhuda. Amen. Una expect ushuhuda gani? Utaanza kuona watu wanatembea huko, sura hazionekani, lakini unaona watu wanatembea. Asubuhi wamerudi makaoni kwao, alafu unaanza kushindwa, hivi ndio kuliko. Unarudi ukiwa moyo umenyauka. Bwana Yesu asifiwe. Maana umeona mambo ya level ya juu. Sasa kila eneo liko na ufalme wake. Ndio maana Yeremia akaambiwa kwamba nimekuweka wewe kwa ajili ya kazi hii. Amen. Ubomoe huu ufalme ambao umepingana na kazi yangu, ulijengwa katika eneo hili. Amen. Nataka nikuonyeshe mtu mwingine ambaye alikuwa amepewa jukumu hilo. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Tisa 10 mpaka 15. Matendo ya Mitume 9:10 mpaka 15. Matendo ya Mitume 9:10 mpaka 15. Basi palikuwapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Basi palikuwepo Dameski mwanafunzi kwa jina lake
Anania. Bwana akamwambia katika maono. Bwana akamwambia katika maono. Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu. Bwana akamwambia Anania, simama, enda zako katika njia iitwayo Nyofu. Kama una Biblia yako piga mstari hapo. Anamwambia Anania, inuka, enda zako katika njia iitwayo nini? Nyofu. Ukaulize katika nyumba ya Yuda. Mtu aitwaye Sauli. Wa Tarso. Maana angalia anaomba. Huyo Sauli wa Tarso anaomba hapo alipo. Naye amemuona mtu jina lake Anania. Naye katika maombi yake amemuona mtu jina lake Anania. Anania ni huyu ambaye anatubu. Akiingia na kumwekea mikono juu yake. Apate kuona tena. Lakini Anania akajibu. Bwana, nimesikia habari za mtu huyu. Kwa watu wengi. Mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri itokayo kwa wakuu wa makuhani, awafunge watu wa kuitao jina lako. Hata sasa ana amri kutoka kwa makuhani ili awafunge watu wanaoliitia jina lako. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Sauli, tulia hapo. Huyu Sauli alikuwa ni mkazi wa Dameski. Bwana Yesu asifiwe. Alafu Anania alikuwa mkazi wa Dameski. Sauli ameingia Dameski ili kwamba akawatese watu wa njia ya Mungu, watu ambao wanaliitia jina la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wameokoka, watu ambao wanamsifu Mungu, watu ambao wanakusanyika katika makusanyiko kama hivi wakimshangilia na kumwabudu Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akakusudia kwamba leo nitatoka katika maeneo yangu niingie Dameski ili kwamba nikaweze kuwatesa hao watu wa njia hii. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba ukisoma huko juu, alipoingia tu katika njia iitwayo Nyofu, huyu mpesi wa watu, huyu adui wa walokole. Bwana Yesu asifiwe. Alipoingia katika ile njia iitwayo Nyofu, Biblia inasema kwamba nuru kuu ikamwangazia na akaanguka akawa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya ule mwali wa moto ama wa nuru, macho yake yakawa kipofu. Bwana Yesu asifiwe. Alipoanguka pale, sauti ya Mungu ilinena naye. Huyu ni mtesi wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini habari ninazotaka kuziongea ni nini? Kwamba Paulo huyu ama Sauli huyu ametoka maeneo ambayo yana utawala mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Ameingia katika eneo lingine ambalo lina utawala tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia kama uko na kalamu, underline hiyo njia Nyofu. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatumia simu, highlight. Bwana Yesu asifiwe. Maana hiyo njia Nyofu ilikuwa ni maeneo ambayo wanapatikana watu ambao wamelindwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao walifanya maagano na Mungu wao walikuwa wanakaa huko. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akatoka kule akaingia katika eneo hili ambalo lina utawala. Sasa mkononi mwake alikuwa ana barua, lakini kutoka kwa makuhani wa huko eneo lingine. Bwana Yesu asifiwe. Ninaweza kusema sasa alikuwa huyu ameingia Mararani, lakini amepata barua kutoka kwa county government. Bwana Yesu asifiwe. Mararani ni kijiji ndani ya county ya Lamu. Kwa hivyo akitupata barua kutoka kwa county government, anaweza ingia hapa Mararani pia. Amen. Huende ile ambayo ingeandikwa hapa Mararani ndio haiwezi enda kufanya kazi kule juu. Lakini ikiandikwa kule juu
anaweza akapita maeneo haya akafanya kama alivyoandikiwa. Amen. Lakini katika ulimwengu wa roho, kile ambacho hakuwa anakijua, eneo hili lilikuwa limepewa kwa mamlaka ya mtu anaitwa Anania. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo alipoanguka pale na akajipata kwamba haoni, akasikia ile sauti na akaikubali ama akaielewa, akaanza kuomba. Naweza kusema kwamba pengine alikuwa anaomba toba. Bwana Yesu asifiwe. Anatubu dhambi zake, anamrudia Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Anaomba rehema kwa Mungu, kwamba Mungu, ninajua kwamba nimekosea, ndio maana umekusudia kuniadhibu kwa namna hii, lakini ninaomba kwamba unihurumie, unirudishie kuona kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Ghafla katika maombi yake yale akamuona mkuu wa anga lile, anaitwa nani? Anania. Maana yeye ndio amepewa mamlaka juu ya anga hili, juu ya eneo hili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo alipokuwa maombini akamuona Anania amemwekea mkono na anamuombea. Sababu alikuwa ametubu dhambi zake. Biblia inasema kwamba Mungu akapeleka huo ujumbe, kwa sababu huyu mtu amemuona Anania, hawezi kutuma mtu mwingine ili aamini kwamba hii ni kazi ya Mungu. Mungu akamtokea Anania, akamwambia katika jimbo lako ama katika eneo lako kuna mtu anaitwa Sauli amekuja, na mahali alipo anaomba, lakini yuko katika njia hiyo nyofu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe pia inuka uende huko, ili kwamba ukamuombee na kumweleza yale ya mpasa. Amen. Sasa usijui kama umeshikanisha kwamba kila eneo lina mkuu wake. Amen. Kila place iko na uwezo wake, iko na utawala wake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaweza ukatoa pingu yako huko ikaja ikafeli hapa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaibiwa vitu pale Mbeketoni siku moja, vitu vya kazi, mashini zangu za kazi. I think it was 2011. Hizo mashini zikaibwa. Kwa neema ya Mungu tu, mimi nilipiga ripoti na nikawa niko karibu ku give up. Unajua polisi ni kuripoti tu, hawatafanya kazi ya kutafutia. Una ripoti ili kwamba ukiviona uje uwaite, basi ni viviona mahali. Bwana Yesu asifiwe. Usitarajie wao ndio watakutafutia. Vikionekana na mtu mwingine akiripoti, watakuja kwako waseme kwamba tuliletewa vitu, hebu njoo uangalie kama ni vile vyako. So vilipoibwa nikaripoti na nikasubiri. Kipindi cha miezi miwili baadaye nikawa nimeanza kuarifu, maana kazi haiendelee. Kaanza kuwaarifu marafiki kwamba mkipata mtu ana mashine kama hii anauza second hand, tafadhali nisaidieni ninunue ili kazi iendelee. Vile vitu vilikuja kupatikana na basi. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja wa wale marafiki zangu ambao nilikuwa nimemtuma, nimemwambia kwamba nimeibiwa vyombo lakini nahitaji hata second hand ili niendeleze kazi. Akanipigia kutoka Mombasa akaniambia, nimeona vitu hivyo unavyotaka hasa. Hivyo. Yaani by coincidence vile ninavyovitaka, mashini 3, yeye naye ameziona hizo 3 zile ninazozitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kamwambia, sikiza, nifanyie msaada huu, niangalie kama ziko sawa, ili kwamba nisipoteze nauli ya kuja huko kisha nirudi kidogo. Akaniambia, lakini kwa zako zilikuwa ziko na alama. Nikamwambia, moja ilikuwa na alama, hizo zingine hazina, lakini moja iko na alama mahali fulani. Sema sawa basi, acha niende kuziangalia, pia nitilia maanani hilo, niangalie kama inaweza kuwa pia ni zile zako. Alipoenda kuangalia akapata zile. Manake sasa alama aliyo, na kama ni moja havionekana na alama, hata hizo zingine hizo.
simu akaniambia kile ulichosema ndio hicho. Sasa tutafanyaje? Kamwambia ninaweza kuja na mimi pia kama mnunuzi nikaviona. Akaniambia unajua hii enda rudi zinaweza pata mtu mwingine na zikaenda. Kwa hivyo wewe rudisha report polisi. Rudisha report polisi. Mistake iliyofanyika. Askari kutoka Mpeketoni waliendea vile vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaelewana kabisa wanaenda civilian kama wanunuzi ili sije wakaleta shida. Na wakaenda mpaka wakaenda kuonyeshwa vile vyombo, wakathibitisha ndivyo na wakawashika wale jamaa. Kosa ni kwamba walipoenda kule hawakuripoti kwa askari wa pale ule. Walienda kufanya kazi kama ambao wako wao. Kwa hivyo kesi ikawageuka. Vyombo vimepatikana, lakini mwenye kufanya hiyo kazi ameingia matatani, manake sasa ameenda kufanya kazi eneo ambalo si la kwake bila kutoa taarifa. Hajapewa ruhusa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakashtakiwa. Lakini kumbuka kulipa. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema nini? Kila eneo liko na mamlaka yake na utawala wake. Kwa hivyo wakati unaingia lazima uwe umejipanga na umetambua hapa kuna utawala gani ama kuna ufalme gani ambao umetawala hili eneo. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise unaweza kujipata matatani. Scenario moja. Ayubu akateseka, lakini mateso yake hayakuwa bure. Bwana Yesu asifiwe. Hata kungeenda watu wakawa wamefunga mwaka mzima wamuombe Ayubu, bado hangeweza kupona. Kwa sababu gani? Adui shetani alikuwa amepewa mamlaka ya kufanya hiyo kazi na Mungu mwenyewe. Akaambiwa tu, wewe piga vita kabisa, hakikisha kwamba umechakaza huo mwili, lakini roho usiguse. Sasa ni nani angeenda kupigana na Mungu? Maana Mungu ndiye ameruhusu kwamba mwili uharibike. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yako yangeondoa hiyo. Kuna ufalme katika maeneo haya. Bwana Yesu asifiwe. Ambao pasipo kutambua utajipata kwamba unaishi maisha ya kuteseka, lakini ni kwa sababu hautatambua huu ufalme unaotawala ni wa namna gani na unafanya kazi kwa jinsi gani. Bwana Yesu asifiwe. Ukisalitambua hilo unaweza kupenya. Ndio tunarudi pale kwa Yeremia kwamba nimepewa mamlaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimepewa mamlaka ya wapi mimi? Je, hapa nimepewa mamlaka katika eneo hili ndio sasa nianze kupigana vita? Lazima uende katika sheria. Bwana Yesu asifiwe. Enda katika sheria. Maana hiyo yote imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ungekuwa na hali kama hizo, tungekuwa tunaweza kumalizana na pepo, tukamfunga kabisa na tukawa hatuna usumbufu tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unajua kwamba amepewa nafasi ya kutawala. Amepewa nafasi ya kufanya kazi. Amen. So ni ujue kwamba ninapenya wapi ili kwamba niweze kupigana na huyu adui. La sivyo utajipata kwamba unang'ang'ana lakini huwezi kupenya, manake eneo lile lina utawala wake. Na utawala wote una askari ambao wana implement sheria na unawatunga sheria ama watunza sheria. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao wana mahakama, ukipatwa na kosa unapelekwa pale. Ndio sasa ukitoka hapo usikalishwe na polisi wa kuweka prison. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatuambia hali fulani. Do not give the enemy a foothold. Bwana Yesu asifiwe. Usimpe nafasi shetani
Amen. Turudi katika mada kwamba maisha yako hapa ulimwenguni, katika kila eneo unaloenda, iwe ni sehemu ya kazi, iwe ni sehemu ya biashara, Yesu asifiwe, kuna watawala kule, kuna sheria zake, Yesu asifiwe. Sasa ili upenye, lazima ujue zile sheria zinafanya kazi namna gani, na sheria ambayo inanitawala mimi inanitawala jinsi gani, Yesu asifiwe. Mnajua kwamba kuna watu ambao wametoka China wanaendesha biashara hapa Kenya, Yesu asifiwe, ili hadi mtu huyo akishikwa na kosa afungwe hapa, anarudishwa China. Unajua hivyo? Anaendesha biashara kabisa hapa Kenya, lakini akipatwa na kosa, badala ya kuwa serikali ya Kenya impunge, wanamrudisha kwa koti ya China. Kesi yake ikashughulikiwa huko, maana sheria ya Kenya haina mamlaka juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anakaa wapi? Humu. Amen. Sasa tunaweza tukafika mahali tumekaa katikati ya kiti cha enzi, kama lile kanisa lililokuwa linaongelewa. Tumekaa katikati ya kiti cha enzi cha shetani, lakini shetani hawezi akatufunga, manake utawala wetu sio utawala wake. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaweza tukakaa hapo tukafikia mahali kwamba tuna uwezo wa kupambana na kugeuza sheria zake ama mipango yake, maana tuko na mamlaka ya juu kuliko ya kwake. Amen. Ile ambayo nimekwambia kwamba ameandikiwa barua wapi? County government. Amen. Akija Mararani, mzee wa kijiji uko hapa, utamzuilia? Ameandikiwa na gava na barua, utakuja kumzuilia mzee wa nyumba 10? Unamruhusu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. That is how it is for a Christian, kwamba mimi nikija kwa mamlaka zinazotoka kwa Mungu, ako juu ya falme hapa duniani. Lakini kama nitaenda kwa uwezo wangu, kwa elimu yangu, ndipo nitajipata ninakwama. Bwana Yesu asifiwe. Elimu ni kama hizi. Ya kwanza, kuna mengine hayawezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninajinyima, ninajikatakata. Bwana Yesu asifiwe, kama walivyofanya wale manabii. Lakini sijaitisha uweza mwingi kutoka mbinguni, ila tu nina sacrifice. Bado kwa sacrifice yangu kuna nguvu napata, lakini hakawezi kuzidi mwenye sacrifice ya juu zaidi ya hii. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini kwamba waganga na wachawi walitoa sadaka. Sasa tukienda katika viwango hivi, tutaweza kuwashinda? Maana anaweza akakusanya mali zake zote akaziingiza mahali kutoa sadaka ama kafara kwa ajili ya kukunyamazisha ama kukuangamiza wewe. Wakristo leo wakiambiwa kwamba toa hii, anaanza kupiga mahesabu, alafu nitakula nini? Bwana Yesu asifiwe. Sifundishe kuhusu natoa mfano wa jinsi vile ambavyo tukienda katika viwango vya elimu na ujuzi peke yake havitatoshea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati tuna deal na viti ama utawala wa eneo, lazima tuhakikishe kwamba tunautambua huu utawala ni wa namna gani, alafu tutafute kuenda juu ama mamlaka ya juu zaidi ya huo utawala huo, tutaweza kupendua. We can do everything. Bwana Yesu asifiwe. We can. Kwa sababu yeye tunayemtumikia ana uwezo, ana mamlaka ya juu kuliko falme zote za dunia hii. Ndipo Yeremia akaambiwa kwamba baada ya kuwa umevunja na kuharibu, ninakupatia mamlaka sasa ujenge ufalme wangu katika hiyo elimu. Amen. Amen. Petro naye baada ya kulia kwa muda mrefu akaambiwa, Petro, wewe ndio nimekuchagua, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, na malango ya kuzimu haitalitingisha. Bwana Yesu asifiwe.
alikuwa amekazana mpaka mwisho akapata kibali hicho. Amen. Sasa makanisa ya kina Thomas nafikiri yanatingishwa. Alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Lakini Petro akaambiwa kwamba wewe unajenga juu ya mwamba. Nikijenga juu ya mwamba wa Petro alitikisika. Nikijenga kwa juu ya mwamba wa Thomas, the doubting person, na kuweza kutikisika. Bwana Yesu asifiwe. Elimu haitatoshea. Bwana Yesu asifiwe. Elimu uitumie kwa ajili ya kupata ufahamu. Alafu sasa uombe nguvu kwamba nimejua kwamba mahali hapa kumbe kuna utawala. Na utawala huu si wa vipepo tu wa kujituma hivi. Hawa wamepewa utawala wa hili eneo kwamba kila atakayeingia hapa ni mali yao. Wamepewa hiyo funguo za gate. Atakayeingia wanamruhusu kuingia, na ili atoke ni wao ndio waseme atoke. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wewe unaingia tu hapa, wasema kwamba unataka kuja kukusanya utajiri na mali, alafu uende. Wao wafaidikeje? Bwana Yesu asifiwe. Tumalize ujumbe wetu na kitabu cha Zakaria, alafu tufunge sehemu hii. 6:13 sorry. Zakaria 6:13. Naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi. Na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani itakuwa katika hao wawili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni ufalme ambao ulikuwa unaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na ukawa umeleta utata. Mungu ili kuondoa utata ule akasema kwamba nitaleta chipukizi. Bwana Yesu asifiwe. Chipukizi hili litakapokuja, hilo ndilo litakalojenga hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Na atachukua mamlaka ya utawala, na atakapokuwa anatawala, yeye ndiye atakayeleta amani katika falme hizo mbili. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo alikuja kwa ajili yako wewe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tulikuwa tunalumbana hapa duniani, shetani alikuwa anatesa mwanadamu visivyoeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu Kristo anajua yote. Amen. Akisimama hapo, anaweza kumwambia shetani, wewe hauna haki juu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo haki yako umepewa, kaa upande ule, na huyu mwache akae huko. Amen. Maana amechagua fungu hili, yeye atakaa salama. Bwana Yesu asifiwe. Hilo chipukizi litakapokuja ndilo litakalojenga hekalu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani litatengeneza kiti cha enzi kipya ambacho katika kiti hicho kitaleta amani ndani ya nchi, ndani ya taifa, ndani ya maeneo ya watu ambao walivurugika. Bwana Yesu asifiwe. Wamekosa amani kabisa, lakini atakapokuja yeye akijenga kile kiti chake, akianza kutawala, amani itapatikana katika maisha ya watu. Amen. Ninaomba amani ipatikane kwako. Ninaomba amani ipatikane kwako. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukiendelea kukaa katikati ya kiti kile cha shetani pasipo ufahamu, yamkini tutakuwa tunateswa kwa maonevu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu Bwana wa amani, mfalme wa amani, atakapokuja anajua kutenganisha na anajua kuleta haki na amani. Amen. Akae ndani yako. Akae ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba wakati umefika mahali unaona kwamba watu wa Mungu wameonewa na wana haki mbele za Mungu, aweze kukutumia kuangusha hivyo viti. Bwana Yesu asifiwe. Awe anakufahamisha kila lililo la sawa, kila iliyo haki. Bwana Yesu asifiwe.
maana yeye anajua sheria yote duniani na mbinguni. Amen. Sijui kwamba unajua kwamba una uwezo huu. Na hiyo ndio sababu uko maeneo haya. Yesu asifiwe. Hili eneo limejao na mambo ambayo yametesa watu wengi. Yesu asifiwe. Hili eneo limejao na ushirikina wa kiwango cha juu. Ni miungu bado. Limejaa uchawi. Ni miungu bado. Yesu asifiwe. Lakini umeletwa hapa kwa sababu inajulikana kwamba wewe una mamlaka ya kutoka juu. Yesu asifiwe. Si mamlaka ya kishirikina ambaye kutoka kwa mganga huyu anaweza kuwa hana nguvu kumliko huyu. Wakianza kupigana vita hivyo havitaisha mapema. Lakini wewe mwenye mamlaka ya juu ukiwa hapa unaweza kupendua hivyo viti wala havitainuka tena. Amen. Tusimame.